Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji wa MBTV popote ulipo duniani. Juu yangu ni ishara niko wapi. Safari ni konde, safari ni wete na TV yako bora ya MBTV. Lakini sambamba utakuwa naye mtangazaji wako Ismail Muhammad wa siku zote. Kipindi hewani ni dawa mtaa kwa mtaa. Tupo hapa, kibao kinajieleza. Safari ni wete, safari ni konde. Bado tupo Pemba. Na swali letu la leo linasema hivi: ni sahaba gani ambaye shetani alikuwa anamuogopa? Sahaba ambaye shetani alikuwa anamuogopa. Jibu lake ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Mimi na wewe tayari tushalijua jibu. Ongozana nami mtangazaji wako Ismail Muhammad. Shekhe, njoo basi subiri. Shalipata jibu. Allah. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Vipi hali? Safi kwema. Kwema, naitwa Ismail Muhammad. Naitwa nani? Naitwa Abdul Qadir Khamis Juma. Abdul Qadir, wewe mkazi wa wapi? Hapo maeneo Gombani hapo. Gombani. Aha. Kipindi hewani ni dawa mtaa kwa mtaa. Unauliza swali, ukipata unapata zawadi, ukikosa tunapeana elimu, sawa? Ndio. Swali letu la leo linasema tutajie sahaba ambaye shetani alikuwa anamuogopa. Akimwona yule ala mbio. Sahaba leo, masahaba wakuu wale. Sahaba mmoja tu ambaye shetani alikuwa anamuogopa. Sasa wale masahaba wakuu wanne wale, kati yao mmoja sio? Ali bin Abi Talib. Takbir. Allahu akbar. Umekosa. Bana, huyo sahaba anaitwa Umar ibn al-Khattab, sawa? Ndio. Hilo ndio jibu, sawa? Umepata ile moja pata? Nimepata hapo. Haya bana, endelea kuendesha baskeli. Haya inshallah. Na mpenzi mtazamaji, niko meli tano. Sasa swali letu la leo linasema tutajie jina la sahaba ambaye shetani alikuwa anamuogopa. Jina la sahaba? Shetani alikuwa anamuogopa vibaya mno. Huyo alikuwa ni Umar bin Khattab. Bana, unajiamini wewe? Jiamini sana. Una uhakika na jibu lako? Uhakika leo. Takbir. Allahu akbar. Bana, wewe umepata. Inshallah, asante sana. Alhamdulillah. Umesoma au umesikia sehemu? Nimeenda siku 2-3 kwa sababu inshallah nimepata chochote kwa sababu. Basi. Na sisi tumesema ukipata tunakupa zawadi inshallah. Haya, nikupe zawadi au umesema? Itakuwa ni vizuri ungenipa. Haya. Bana, ngoja nichukue hii hapa bana. Ionyeshe hapa watu waone shingapi. Alhamdulillah, shilingi 5000 inshallah. Ulikuwa na hesabu nani? Ni riziki mchana safi. Hii ni zawadi kwa ajili ya mke wangu tukijali inshallah. Nini unamfundisha? Sana, alhamdulillah. Haya, unalipi la kuambia vijana? Tumefanya vipindi vingi tukiwa Pemba, lakini vijana wanakosa maswali haya. Unalipi la kuambia? Vijana kwa shauri ni kwenda madrasa na kusoma, kwa sababu kila kitu hakiji tu kama watu wanavyofikiria. Kinataka jitihada. Sawa, shukrani. Inshallah, asante. Haya bana. Endelea bana. Haya. Inshallah. Asante. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Vipi hali? Salam. Naam. Unauliza swali, ukipata unapata zawadi, ukikosa tunapeana elimu, sawa? Tukijali wana Mungu. Swali letu la leo linasema tutajie jina la sahaba ambaye shetani Ibilisi alikuwa anamuogopa. Ibilisi anamuogopa huyo sahaba. Swala gumu ustazi sikusema. Swali jepesi kabisa. Swala gumu, kama kuna ombi ila kubadilisha swali basi nibadilishie swali. Nibadilisha swali? Swala gumu hilo. Mimi nakupa jibu. Nibadilishie swali. No. Basi umeoa? Nimeoa ndio. Una watoto wangapi? 6. Taja dua ya kufanya tendo la ndoa. Makelo kila siku unafanya, no? Ni kweli. Ila kuna swali jingine kuliko na hilo. Mimi nitaomba mpaka pale swali ambalo litakuwa kwa upande wangu. Uone rukia. No, so hivyo. Nibadilishie swali ustadi. Dua gani? Nibadilishie swali. Sawa, soma dua mvua ikinyesha. Ustazi nipe dawa bwana. Naona maswali magumu yote haya. Dua kutoka chooni. Dua kutoka chooni. Hiyo naweza nikaijua. Jibu. Haya basi, maiki sogeze chini kidogo nipate kukujibu. Nishafanya kuogopa. Ushafanya kuogopa? Wakati ile swali jepesi kabisa. Na alijua na kila time ya dua nikiingia toilet na kwa nisoma. Ghufranak. Alhamdulillah. Unakwambia dua kwenda?
Ya kuingia kutoka kwanza? Ya kuingia. Kwa maswali mepesi lakini sikufichi na tero. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Ndio hiyo, lakini sasa hiyo pressure tuna kamera, unajua hatuna sisi si wazuri sana. Kamera ziko chini huko. Jambo ya kamera kiko kule chingine. Ila swali lilikuwa rahisi, si rahisi? Sana jepesi. Unalipi la kuambia vijana wenzio muhimu wa kusoma dini? Kimsingi ni jambo la muhimu kwa sababu bila kusoma huwezi kujua kitu chochote. Na kitu cha mwanzo kwenye Uislamu ni kusoma, kwa sababu hata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kukabidhiwa majukumu ya utume, kitu cha mwanzo aliyoambiwa ni kusoma. Kwa hiyo kusoma ni jambo la msingi, ni jambo la muhimu katika maisha yetu ya kawaida, kwa hapa duniani na kesho akhera. Shukran. Asante sana, shukran. Salamu alaykum. Salamu warahmatullah. Vipi hali? Safi kabisa. Naitwa Ismail Muhammad, naitwa nani? Abdallah Hakim Ibrahim. Abdallah, kipindi hewani ni dawa mtaa kwa mtaa. Unauliza swali, ukipata unapata zawadi ya fedha, ukikosa tunapeana elimu. Huku fedha, huku elimu. Kwa raha kabisa. Swali letu la leo linasema tutajie jina la sahaba ambaye shetani alikuwa akimwona anamuogopa. Sahaba? Amenipita kidogo. Shetani amekupita? Nini. Sahaba ndo kakupita. Ila shetani hajakupita, yupo naye sambamba. Hamna. Yeye pia akakupita? Shetani hajanipita kabisa. Wewe uko mbele yake. Ila ya sahaba ndo akakupita. Ngoja tuasha, njoo huku. Sheikh, swali umelisikia? Mimi na swali. Umelisikia swali? Swali silisikia bado. Tutajie jina la sahaba ambaye shetani alikuwa akimuona yomuogopa. Sifahamu. Umjui? Sifahamu kwa sababu mimi ni mgonjwa. Wewe mwenye mgonjwa? Kama wewe shetani? Si shetani. Mgonjwa vipi, nifafanulie. Mgonjwa akili. Basi sawa. Naam, Sheikh huyu hapa bwana. Maalim, salamu alaykum. Wa alayka salam. Pole na kazi. Bila usumbufu wote. Haya, swali umelisikia? Naam. Tajia jina la sahaba ambaye shetani alikuwa akimuona yuamkimbia. Shetani yuamkimbia usahaba. Swali rahisi kabisa. Nabii gani yule jamani? Simjui mjomba. Simjui. Anaitwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Sawa? Bana, yuko wapi yule bana? Bana anaitwa Umar, umesikia? Umar ibn al-Khattab. Sawa ame? Unalipi la kuambia vijana umuhimu wa kusoma dini? Tujifunze kusoma dini, tuache mambo upuzi. Some dini, tuache mambo upuzi. Inshallah. Amina. Tutamva. Vipi hali? Nzuri. Naitwa Ismail Muhammad, naitwa nani? Hafiz Bakari Shabani. Hafiz Bakari Shabani. Kipindi hewani ni dawa mtaa kwa mtaa. Unauliza swali, ukipata unapata zawadi, ukikosa tunapeana elimu. Sawa? Sawa. Swali letu la leo linasema hivi, tutajie jina la sahaba ambaye malaika walikuwa jina la sahaba ambaye shetani anamuogopa. Jina la sahaba ambaye shetani, ibilisi unamjua, alikuwa anamuogopa. Hakuita ule akasema hata yeye atakuwa anajibu yeye. Wewe jibu kwanza wewe. Nani mie? Hilo gumu nikubadilishie. Gumu ile badili. Basi soma dua kuingia chooni. Allahumma inni a'udhu bika min al-hubuth wal haba'ith. Bana yule rafiki yako limemshinda hilo. Nani yule kule? Yule kumbe debe tupu. Haya, hongera bana. Na mpenzi mtazamaji. Ngoja tu. Allahu Akbar. Sheikh, salamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali? Safi alhamdulillah. Naitwa Ismail Muhammad, naitwa nani? Suleiman Saleh Omar Suleiman bin Daudi. Kipindi hewani ni dawa mtaa kwa mtaa. Unauliza swali, ukipata unapata zawadi, ukikosa tunapeana elimu. Sawa? Inshallah. Swali letu la leo linasema tutajie jina la sahaba ambaye ibilisi shetani alikuwa anamuogopa. Sayyidina Omar radhiyallahu anhu. Takbir! Allahu akbar. Bwana wewe umepata. Na ulisema ukipata tunakupa nini? Mnanipa zawadi. Haya, unaitaka umesamea? Zawadi naitaka kwa vile umeniahidi. Haya, na hivi leo hamna abiria. Haya. Hii hapa bwana. Ioneshe pale. Shingapi? 5000 hiyo. Ulikuwa na hesabu nayo? Hamna. Hapo mchana umeenda vizuri kabisa. Kweli. Ila kadari maalum fakadarnahu fanima alqadir. Unalipi la kuambia vijana wanaokutazama umuhimu wa kusoma dini? Wajifunze dini, maana yake inna dinu indallahi alislam.
haki ya dini ya kweli ni Uislamu. Na ndio mwisho wa mwanadamu, mafunzo ya binadamu na kila kitu kipo kwenye dini. Bana, hongera. Inshallah. Shukran sana. Jazakallah khair. Haya. Naam, mpenzi mtazamaji popote ulipo duniani, nami mtangazaji wako ninafikia tamati ya kipindi chako bora, kipindi chako maridhawa cha da'wa mtaa kwa mtaa, ambapo swali letu la leo lilikuwa linasema ni sahaba gani ambaye shetani Ibilisi alikuwa anamuogopa? Jawabu lake lilikuwa ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ismail Muhammad kutoka Pemba. Sambamba nami ulikuwa naye kameramani wangu bora siku zote bwana Said Kisiwa. Sambamba naye ulikuwa na mtu mkarimu, mtu adhimu, si mwingine ni flow manager yetu bwana Khubaib. Paka muda mwingine, wakati mwingine ndani ya Pemba bado tupo. Wassalamu alaikum wa ila liqa.